Habari yako, karibu tena kwenye Lixam Media. Leo tunazungumzia swala kubwa sana linalotikisa siasa za Kenya wakati huu, wito wa kumng'oa madarakani Rais William Ruto. Je, kweli kuna sababu za kisheria za impeachment? Na viongozi wa upinzani kama Rigathi Gachagua na George Natembeya wanasemaje? Stay mpaka mwisho, maana hii story na mambo mazito. Katika wiki za hivi karibuni kumekuwa na malalamiko makubwa dhidi ya Rais William Ruto kufuatia matamshi yake ya hadharani ambayo baadhi ya Wakenya wanaita ya kukera, kudhalilisha na yasiyofaa kwa kiongozi wa taifa. Makundi ya civil society pamoja na baadhi ya viongozi wa upinzani wanasema lugha yake imekuwa kali kupita kiasi. Baadhi ya matamshi yake yanaonekana kama dharau au hata hate speech, na inaweza kuvunja sheria za maadili ya viongozi. Hii imezua mjadala mkubwa. Je, rais anavunja sheria za maadili ya uongozi? Kwa mujibu wa sheria za Kenya kama Leadership and Integrity Act, Public Officers Ethics Act, kiongozi wa umma anapaswa kuheshimu wananchi, kuepuka lugha ya matusi au dharau na kutojihusisha na tabia ya bullying. Sasa wapinzani wanasema matamshi ya rais yanaweza kutafsiriwa kama kuvunja misingi hii. Wanasema inaweza kuwa msingi wa impeachment kupitia bunge, lakini kumbuka, impeachment si rahisi, inahitaji ushahidi mzito na kura nyingi sana bungeni. Baadhi ya viongozi wameanza kutoa kauli kali, ikiwemo Rigathi Gachagua akiwa mmoja wa wanasiasa wanaozua mjadala mkubwa hivi sasa. Gachagua ameripotiwa kukosoa vikali mwenendo wa uongozi, akisisitiza kuwa nchi inahitaji heshima katika uongozi. Kauli za viongozi zinaweza kugawa taifa. Ingawa hajatangaza rasmi mchakato wa impeachment, msimamo wake unaonekana kuongeza pressure kwa serikali. Kwa upande wake, Natembeya ambaye amekuwa mkosoaji wa wazi wa serikali ameonya kuhusu siasa za mgawanyiko. Ametaka viongozi kuwajibika kwa kauli zao na kuhimiza siasa za heshima na umoja. Kauli kama hizi zinaonyesha kuwa kuna harakati zinazoanza kujijenga polepole kuelekea uchaguzi wa mwaka wa 2027. Zaidi ya mashirika 20 ya kiraia yamejitokeza hadharani, yamekosoa matamshi ya rais, yamesema yanashusha hadhi ofisi ya urais na yanaweza kuathiri mshikamano wa taifa. Baadhi yao wanataka uchunguzi rasmi, uwajibikaji wa kisiasa, na wengine hata wanaunga mkono wazo la impeachment. Kihalisia, rais ana ulinzi mkubwa wa kisiasa. Serikali ina wafuasi wengi bungeni. Impeachment inahitaji kura nyingi, kwa hiyo kwa sasa inaonekana kama pressure ya kisiasa kuliko mchakato halisi unaoendelea. Lakini inaweza kubadilika kadri siasa zinavyokaribia mwaka wa 2027. Wafuasi wa Rais William Ruto wanasema haya yote ni siasa za mapema kuelekea uchaguzi wa mwaka wa 2027. Wanadai kuwa upinzani unatafuta njia ya kumdhoofisha kisiasa na kuna msingi wa kisheria wa impeachment. Kwa upande mwingine, wakosoaji wanasema kuwa hii si siasa bali ni swala la maadili na uwajibikaji wa uongozi. Hivyo basi, Kenya imejikuta katika mgawanyiko wa maoni. Je, ni haki kumwajibisha rais kwa maneno yake au ni mchezo wa kisiasa unaochezwa mapema? Kadri tunavyokaribia uchaguzi wa mwaka 2027, vita vya maneno vinaonekana kuongezeka. Kauli hizi zinaweza kuathiri kampeni zijazo au hata kuamua mustakabali wa uongozi wa taifa. Swali kubwa ni, je, mjadala huu utaishia hapa au ndio mwanzo wa mchakato mkubwa zaidi? Hizi ni siasa za kawaida kuelekea uchaguzi au kweli kuna msingi wa kumng'oa rais madarakani? Andika maoni yako hapo chini, usisahau kushare, like na kusubscribe kwa maudhui zaidi. Mimi ni Lixam Classic na ni Lixam Media. Hadi wakati mwingine, bye bye.